hufanyi nini? Hufanyi itibari jihati daula, ukafanya itibar ulum. Tumeelewana? Ukasema hawa ni waliosoma tafsiri, tumeelewana, na hawa ni waliosoma nini? Hesabu, na hawa ndio waliosoma na hawa, na almuradi namna hiyo. Tumeelewana? Ukaja tena, si ndio firaki zenyewe? Iweje wewe mtu wa tafsiri uepuke nini? Usul fiqh. Lengo la usul fiqh nini? Ni kwa nini? Nani anatukumbusha? Lengo la usul kuwasaidia watu kufahamu Qur'ani na Sunna. Sasa itakuwaje wewe wajiita shekhe? Itakuwaje wewe wataka uitwe mwanachuoni? Wapo watu huku wananuna kabisa kwa kuwa nini? Hukumuitwa nani? Shekhe. Na huyo tena yeye ndo anayekimbia nini? Hataki kusoma nini? Usuli itamsaidia kufahamu, itasaidia kumthibitisha kwamba ni mwanachuoni. Halafu ikaja Taifa. Hawa baada Muhammad na Taifa ni tatizo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo wewe kama kazi, tena ni masuala ya uendeshaji, ni idara, kwamba mimi diagram yangu naichora kwa mjibu wa nini? Maeneo. Au naichora kwa mjibu wa nini? Wafani za watu za elimu. Hawa hapa ni wa mathematics, hawa ni wasomi wa nini? Wa hesabu. Je, tutawaambia kwamba nao ipatikane min kulli firqatin? Hawahusiki. Tunaelewana jamani? Hawa si ni wa hesabu, hawa ni wa nini? Fiqh. Hawa ni wa nini? Tafsiri. Hawa ni wa nini? Sunna. Almuradi kitu kama hicho. Na hawa ni wa nini? Wa mathematics. Hawa ni wa history. Tumeelewana? Iweje tena kazi awaambie kwamba wa history na wa mathematics waende wasome nini? Usul fiqh. Haitumsaidia katika nini? History yake. Tumeelewana? Usul fiqh haimsaidii katika history yake. Tumeelewana? Usul fiqh haimsaidii katika nini? Hesabu, kwa uoni wa haraka. Tumeelewana? Hawana ulazima wakwenda kusoma nini? Usul fiqh. Lakini mtu wa usul fiqh akiwa anajua hesabu, tumeelewana, wengine usul fiqh kumsaidia kufahamisha nini? Hesabu. Na hali ya kuwa mtu wa hesabu aweza akaifahamu hesabu bila nini? Usul fiqh. Tumeelewana? Sijui kama pamoja mpaka. Kuna swali? Tunaenda pamoja? Tumeshaelewa kwamba elimu zote ni nini? Faradhi, kifaya. Ila nyingine zinatoka kwenye kifaia zinaingia kwenye aimia. Tumeelewana jamani? Kwenye faradhi ain. Tumeelewana? Ikaitwa nini? Wajibu lighairi. Paka hapa. Tuende sambamba. Turudi tena. Au turudi hapa. Ndapotaka tuende tutaenda. Turudi tulikuanzia. Tizama hapa ukazingatie. Sifatwa imetoka kwamba lipatikane fungu hili ndio wale wafaili kwa mjibu wa nini? Wa firqa hii. Na lipatikane fungu hili, tumeelewana, waende wasome kwa mjibu wa firqa hii. Pengine hapa lipatikane fungu hili kwa mjibu wa nini? Wa firqa hii. Sijui kama tupo pamoja. Je, mafungu yanalingana ukubwa? Kwa nini hayalingani ukubwa? Huyo aliyetoa fatwa anajua sababu. Kasema kaskazini watu 500 wanatutosha. Tumeelewana? Kusini watu 12 tu wanafanya nini? Wanatutosha. Anajua kwa nini huku iwe 500, kwa nini huku iwe
12 tueleze, tusaidie. Wewe ndio kadhi. Tunatengeneza makazi hapa. Sababu kanisikia kwa hisi kutokana na uchache wa watu wake anaweza kutoa 12 atakufaisha kwa hao waliobakia watakaporudi. Ni idadi ya misikiti tulionayo au vipi? Na hiyo misikiti imejengwa kwa idadi ya watu wanaoishi katika eneo la kaskazini. Tukajikuta kaskazini kuna misikiti zaidi ya 500. Tukajikuta wapi? Kusini kuna misikiti 12. Tunaelewana jamani? Ndio hivyo. Ni swala la uendeshaji. Unaona uhusiano wa swala la uendeshaji na nini? Na usul fiki. Unaona uhusiano wa swala la uendeshaji na ushehe. Na shekhe zetu wanalo hili somo. Wanalo hili somo. Ndio mkaona Waislamu wakawa hawana nini? Maendeleo. Ndio mkaona Waislamu wakawa hawana maendeleo. Sababu walioshika wenyewe wanaomba kufanya nini? Kushikwa mkono. Ndio hawana miwani. Msije mkaamua kisababu najua tena ndio wazee tena. Ukifika huko nyumbani unaenda kumueleza mzee yule babu wa foro kabwata kweli muhuni yule jamaa. Anadai kwamba wewe si shekhe tu. Wewe ni kipofu. Hivyo nimetukana mtu hapa mtu jamani. Au nakubainishia. Njona dalili ambayo utasema kwamba mimi ni porongi. Si tatizo tu. Adinu nafsi. Ukiona nimetukana si uje na dalili kwamba ni porongi. Hivyo hujaona uhusiano. Si hii fatwa imetolewa ajili ya nini? Ya elimu ya uendeshaji aliyokuwa nayo nani? Mufti. Tumeona jamani? Haya. Nisikilize vizuri. Je, usiandike. Nikisema unisikilize vizuri, unisamehe usiandike. Tumeelewana? Na ukiwa unaandika sikukwambia nisikilize vizuri, niambie simama. Tumeelewana? Haya. Tizama. Mianga vya 500. Wakienda 450 itatosha? Wakienda 499 inatosha? Kwa nini haitoshi? Yakidhi haja. Tumeelewana? Ndio ukaambiwa hii hapa ni faradhi ala ainia. Hawa idadi hii ni faradhi ala ainia au faradhi ala ayan. Umeelewa hii faradhi ayan? Ndio. WhatsApp utafahamisha hii. Utaifahamisha hii ukachora na diagram hivi. Hakuna muda huo. Nenda kwenye vitabu. Kasome kama utabahatika kitabu ukakuta hivyo ndani. Waweza ukasoma kitabu isiwemo ndani. Lakini yule aliyeandika kitabu anajua kwamba hii ipo, lakini katika lengo lake la kuandika kitabu hakuna haja ya kufanya ya kuileta. Sababu kila mmoja anapotunga kitabu ana nini? Ana lengo. Hii hapa ndio inaitwa nini? Faradhi ala ayyan. Ni faradhi kwa hawa watu 500, ile idadi ya watu 500. Kama haikutimia ni tatizo. Na hapa ala ayyan, lakini ayyan yenyewe ngapi? 12. Na hali kadhalika. Mnaelewa faradhi ya ayyan? Tumeelewa? Haya. Na kuna faradhi ala al-kifaiyya. Madam kuna ala al-ayyan tumeelewana? Na ala al-kifaiyya hii? Ala al-kifaiyya ndio ukisie. Tujalie. Si ndio hawa watu 5? Watu 500. Si wanaenda kusoma usul fiqh, usul sunna. Tumeelewana? Usul dawa. Si ndio tumesema usul? Usul tafsiri. Mtu aweza kujua tafsiri bila kusoma nini? Usul tafsiri kama mantiki. Tumeelewana? Hii inakuwa nini? Kifai ala al-kifaiyya. Tumeelewana?
ndani ya hawa watu 500 wakitokeza 200 wamesoma nini? Usulu tafsiri, inatosha. Sababu wao tafsiri unaijua kupitia nini? Usulu sunna na usulu fiqh na usulu. Kwanza hizo mbili tu zinatosha. Sunna na nini? Na fiqh. Sababu mambo mengine yote yaliyobaki yanafuata hivi vitatu. Na kubwa zaidi usulu sunna kabla ya usulu nini? Fiqh. Sababu kwenye usulu fiqh utatumia kawaidi za nini? Za usulu sunna. Mumeelewa tofauti ya vitu vinne? Faradhi aini moja, faradhi al-ayyan umeelewa? Faradhi kifaya tatu, faradhi al-kifai. Tumeelewana? Ndio maana ukaambiwa kwamba usul fiqh utumie nini? Sio unaona kama vinachanganya. Hata wewe mwalimu waweza ukataka kufahamisha vikavani vikakuchanganya. Mimi nimeamua kusomesheni sababu nyinyi ndio tunatarajia. Yaani moyo wetu upo kwenu. Pamoja. Moyo wetu upo kwenu. Tufanye mabadiliko. Tena kila mmoja amilie hasa kwamba amekubali kuwa katika timu ya mabadiliko. Tutaki hakutaka mabadiliko yanahitajika. Na mabadiliko yalipo lazima uache jambo kwa ajili ya jambo. Maswali lako tumelijibu? Hapo nimekufahamu lakini pengine nimekosea notes 100 au vipi? Mjibu elezea. Andika basi, tueleze. Tueleze umeandika vipi? Katika hukumu hapa tulibandika. Hukumu ya nini? Ya usulu fiqh. Tukasemaje? Faradhi kifaya. Lakini uhalisia wake ni sunna. Na kwa kuzingatia jamii imegawika wanaojua na wasiojua. Kwa hivyo kwa wanaojua ni faradhi kifaya na kwa wasiojua ni sunna. Notes ziko hiyo. Si tatizo, notes zipo sahihi kama nilivyozungumza. Hebu tizameni hapa. Tizameni hii. Wanaojua na wasiojua. Hiyo diagram hii imegawa. Hii diagram tumetengeneza kwa mujibu wa wanaojua. Hao wanajua fiqh, wengine wanajua sunna. Tumeelewana? Ni faradhi aini kwao. Sio faradhi aini. Tumeelewana? Ala ayani kwao. Tumeelewana jamani? Si ala ayani. Watu wenye kujua tafsiri, watu ndio hawa. Au sio? Mufti katoa fatwa akasema hawa watu 400 lazima tupate ndani ya watu tafsiri. Tupate watu 400. Tumeelewana? Ndio imekuwa ayani kwa watu 400. Tumeelewana? La kuelewa ni hili kwamba faradhi ayani ni faradhi kifaya. Ilitoka kwenye kifaya ndio ikairukia kwenye nini? Ayani. Si ilikuwa ni faradhi kifaya kwanza au vipi? Halafu alivyochagua idadi ya watu ikawa ayani. Tizama sasa. Kuna ayani tena ambayo yaweze kagawanyika. Ayani biitibar al-adad. Tumeelewana? Faradhi ayani biitibar al-adad. Watu wangapi? 400. Naweza ikawa faradhi ayani biitibar unasbi ainihim. Wewe ndio uliokuweko hapa, hakuna mwingine, au nyinyi ndio mliokuweko hapa, hakuna wengine. Tumeelewana? Lazima nyinyi ndio mnafahamu. Mwende. Akatajwa mtu fulani na fulani na fulani. Hii hakutajwa idadi. Anahiarishwa. Njooni mtu mjiandikishe. Tumeelewana? Hii ya idadi. Linatolewa tangazo nini? Njooni mjiandikishe, tunataka watu 400. Tumeelewana? 400 haikutimia, tena mufti anatangaza. Jamani 400 haijafanya nini? Haijatimia, njooni. Hiyo ni moja. Na kuna nyingine hauna khiyar. Una khiyar.
unaambiwa ni fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, mwende. Sijui mmenipata. Sababu nyinyi ndio mlioko. Tujalie watu wenye kutakiwa ni watu 400 hapa kaskazini. Tumeelewana? Na wasomi waliokuweko ni 400. Twende tumchukue mvivu. Nani mvuvi? Yeye ndio asome usulul fiqh na kuna wasomi. Tumeelewana? Tutamtanguliza nani? Msomi kabla nani? Ya mvuvi. Na tukitaka kumuingiza mvuvi itabidi kwanza tena mvuvi tuanze kumsomesha alif betese. Halafu aingie sana ula, halafu aingie thani, aingie thanawi. Tumeelewana? Baada ya hapo tena ndio tukasema wewe tena naona vaa nini? Unalazimika. Sijui mmenipata. Sijui mmenipata. Ustazi hiyo kwa nini ikatoka kwenye kifaya isitoke kwenye aini? Nilipokuwa nazungumza ulikuwa unatizama simu. Niliona nikikwambia naweza nikakuvunja moyo sababu tokea juzi nimekupata za dada. Na wewe mwanangu. Ulikuwa unatizama simu ndani. Sababu tulipofika ni mbali sana. Ilikuwa unisimamishe muda ule ule. Lakini nakumbuka ulikuwa unatizama simu. Unaona matokeo yake. Siku hiyo hiyo. Tizama simu. Unaona? Siku hiyo. Na si kwamba kwa jibu unaona. Biamina ilikuwa upate 10 kwa mjibu ulivyoanza. Lakini tatizo ulizungumzia upande mmoja na tulikuambia ufanye nini? Kwa mjibu ulivyoanza sababu wewe uligundua kwamba jawabu lipo kwenye nini? Kwenye taarifa. Hawa wamepata marks za juu kuliko wewe lakini hawakuelewa kwamba mtu ataondokea nini? Ataondokea taarifa. Sasa nilivyoona unavyoondoka hivi nikafikiria kwamba umeelezea pande zote mbili. Kumbe umezungumzia pande moja. Ndio nifahamu na ndio point moja. Mimi nilisema kabisa nilibainisha. Basi sifahamu sana. Haya, sasa ujanja mwingine wa kupata marks nyingi. Usisubiri umefahamu nini. Kuwa mjanja. Kwamba nataka niendeleze marks nyingi. Zungumza mafhumu mukhalafa na muwafaka. Siku zote zinakuwa na kuambia ni jamani. Na hiyo ndio inakuwa ni hoja nzuri. Sasa Umezungumzia upande moja. Lakini ukizungumzia pande zote na hiyo ndio inaitwa nini? Uslubu gani? Nakdi. Umeelewa? Ndio inaitwa nini? Uslubu nakdi. Unagusa pande zote, unaonesha kwa nini iwe hivi, kwa nini isiwe hivi. Tumeelewa? Mama mnaelewa vizuri mna usulu lakini mna tatizo katika istidlal. Yaani nimevuta sana nyie wawili kwamba mnashaelewa lakini tatizo lenu liko kwenye nini? Istidlal. Mnaleta mama umeleta aya haina uhusiano na maudhui. Mama umekuja na kisa hakina uhusiano na nini? Na maudhui. Sio kwamba hujui, siku hiyo ni siku niliyokuambia. Na hili ndio limetokeza basi. Sababu hapo naanza tena alifu kwa ujitu sasa. Huwezi kaelewa nikianzia katikati. Mimi nilikuwa na watu kuna cheki. Usulul fiqh ni ngumu, sio ni. Ugumu wenyewe inaomba chemsha bongo. Usitumie nguvu, unachemsha bongo tu basi. Unaelewa. Kwa hiyo nyinyi mna tatizo la istidlal. Kuelewa mmeshaelewa lakini kusimamisha hoja ndio inaitwa istidlal.
Haya inasemaje ma? Bifakir. Wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa. Kumbe diagram tutaanza kuichora. Yeah. Tunaita nani? Mu'minun. Hii aya inakuja kufasiri hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilm ala kulli muslimin. Tunaelewana? Hii aya ndio inakuja kufanya kufasiri. Unaona tafsir bil masur, tafsir al masur bil masur. Na ndio maana ukaambiwa kwamba waweza usisome nini? Usulu tafsiri. Ukiwa una nini? Na usulu fiqh, na usulu nani usulu sunna. Bas yaliyobaki kule kwenye tafsiri nitakuwa ni labda ni nani ni madaris tafsiri. Umeelewa kama aya ilisema makana almu'minuna liyanfiru kafa. Sababu ile hadithi imekuja alilmu inasema jile hadithi talabul ilmu faridhatu ala kulli muslimin. Na ndio hawa. Kwa hiyo mtu akasema lazima watu waende watusome. What? Tunaelewana? Tukamsomea ile aya. Makana almu'minuna liyanfiru atachia ngazi kabisa. Sababu alikuwa ameisahau aya au hajapata kufanya kuisoma. Tukaendelea na kipande. Falaula nafara minhum min kulli firqatin ta'ifa. Ukielewa hapa kuna nini? Firqa. Ndani ya nini? Ya muumini. Mpaka hapo tayari. Aya nasema falaula nafara minhum min kulli ta'ifat. Kumbe hizi ta'ifat zitoe watu. Tunaelewana? Ndio tukakuambia hii taifa imekuja mutlaka na sio muqayyad. Lakini kuweko taifa ipo. Ila ni nini? Mutlaka sio muqayyad. Kivipi mutlaka na kivipi muqayyad? Nani atatueleza? Kwa nini tukasema ni mutlaka hii taifa na sio muqayyad? Nani atatueleza? Kwa sababu haikuchanganua ni taifa gani imeacha tu. Ndio hivyo, imepacha wazi kundi. Tumeelewana? Haikusema kundi la wasomi au la wasio wasomi. Tumeelewana? Sasa kadhi mwenyewe, kadhi au hakim. Mnakumbuka madhhabu hakim? Kadhi mwenyewe au hakim ndio anaamua, anafanya ijtihad. Firqa imekuja mutlaka. Madam firqa imekuja mutlaka, mimi nafanya firqa yenyewe kimaeneo. Hapa ikawa kaskazini. Hapa ikawa magharibi. Ni mfano. Hapa ikawa sijui mjini magharibi. Hapa ikawa sijui Tumbatu. Hapa ikawa Pemba. Hapa ikawa Fumba. Tayari kazi ndio alipotoa fatwa. Sababu nini? Ni mutlaka. Akaona atoe fatwa, ndio tunataka wasomi wapatikane. Akaona fatwa iwe firqa kimaeneo. Alafu pale pamesema nini? Falaula nafara minhum
min kulli firqatin ta'ifa. Ta'ifa yenyewe hapa. Ta'ifa hiyo. Ta'ifa hiyo. Ta'ifa hiyo. Tupo pamoja jamani? Tukasema kazi yakiishia hapa bado tatizo lipo. Sababu gani? Tatizo lipo wapi? Na kwa nini? Sababu hajatoka. Aha. Lipo Pemba, Tumbatu na wapi? Mjini Magharibi. Sababu hawajatoka wapi? Itabidi lazima watu wafanye nini? Watoke. Mjini Magharibi ipo. Ndio. Tumeelewana jamani? Ha. Ipi idadi kubwa? Hiyo kujua. Wapi? Kubwa ni? Watu walitoka wengi. Fumba na hiyo. Fumba na Magharibi. Hapa tujalie watu 700. Fumba tujalie watu 800. Umeelewana? Hapa pengine watu 200. Hapa pengine watu 50. Hapa pengine watu 20. Hapa pengine 32. Mpaka hapo Toba tulivyochora jamaa katuambia nini, katusomea hadithi twala kulilmu faridatun ala kulli muslim, tukachora muslimuna. Tumeelewa? Baada ya kuchora muslimuna akaja mwingine katukumbusha akasema ile aya imesema nini? Makana almu'minuna liyanfiru kafa. Tukasema kumbe sio wote ndio wanafanya nini? Wanahusika. Tutizame wahusika ni kina nani? Kazi akatoa fatwa akasema hii ta'ifatun min kulli firqatin. Tumeelewana? Imekuja nini? Mutlaq. Kwa hiyo mimi nazingatia nini? Maene. Mpaka hapo. Na bado ni kifaya. Sababu waliotoka ni hawa. Wakabaki hawa. Tumeelewana mpaka? Kumbuka lile swali usilisahau. Unalikumbuka uliuliza? Uliuliza nini? Kwa nini isipe hiyo kina just isitoke kwenye kinaya itoke kwenye Kwa nini hiyo aina ya ikatoka kwenye kifaya isitoke kwenye aina? Aha. Ndio maana nikakueleza hapa. Kwa nini ikatoka kwenye kifaya isitoke kwenye aini? Asili yake ni hapa ni kifaya. Tokea mwanzo tuanze kuchora nini? Diagram. Ni kifaya asili yake. Tumeelewana jamani? Umeelewa? Ndio maana sababu asili yake ndio kifaya, hatuna aini. Kumbe tutatoa kwenye nini? Kwenye kifaya, hatutatoa kwenye aini sababu aini yenyewe hai. Umenipata? Hapo imeeleweka. Sasa tunaenda kwenye pointi ya pili. Ambayo ni nini? Sababu tumeshabainisha hapa kwamba ni faradhi kifaya. Sasa tunaondokea kwenye kifaya kuenda kwenye nini? Aiyani. Tayari? Mufti ndio katoa fatwa kaskazini watu ngapi? 200. Magharibi 500. Fatwa ndio imeshatolewa. Nikauliza, kaskazini wakitoka watu 100
na 90 vipi? Kwa nini? Ambacho alichukua mihadidi yeye. Tumeelewana? Ha. Kumbe hawa 200 tutasema faradhi ayan